Ni mtihani kwa sababu mitaa yetu 181 hakuna mtaa ambao utasema kwamba wenyewe ndio unalami sasa tuhamie kwenye mitaa mingine. Mitaa yetu yote imejaa vumbi. Tunashukuru, na ndio maana nilianza kwa kuitaja kwanza hii barabara. Ameeleza vizuri sana hapa naibu waziri wa TAMISEMI ambaye sasa yuko chini ya ofisi yako kuhusu fedha nyingi, mabilioni yaliyokuja kwa ajili ya kutengeneza mtandao wa barabara za mitaa yetu uko takriban kilomita 400. Kwa hiyo ziko hizo 23, ziko nyingine zilitengenezwa zamani sana kama mitaa ya Majengo kule, barabara inabidi zitengenezwe upya. Kwa hivyo mitaa yetu bado ina changamoto kubwa sana ya miundombinu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuwa TARURA sasa itakuwa chini ya ofisi yako, maana ofisi ya TAMISEMI ilikuwa kwa Mheshimiwa Rais, lakini amekuletea wewe na wewe umetutembelea sasa. Ulichukue hili majimbo haya mawili, jimbo la Uyole na jimbo la Mbeya mjini, kwa maana ya halmashauri ya jiji la Mbeya, kama sehemu ya kipaumbele kwa habari ya miundombinu ya barabara kwenye maeneo yetu. Na nikitaja barabara, kuna maeneo ambayo vivuko ni shida. Namuona hapa anapiga makofi diwani kutoka Iduda, kule kuna vivuko viwili hatari kabisa, watu huwa wanakosa kabisa mawasiliano. Kwa tukizitaja barabara hizi za mitaa, tunaamini kwamba na vivuko vitakumbukwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini katika kumalizia ile eneo la miundombinu, barabara yetu ya mchepuko ambayo itatuondolea malori kupita hapa katikati ya jiji, ama hii barabara ya Tanzam, kwanza kwa ajili ya kurahisisha, kwa sababu hili jiji la Mbeya ni jiji ambalo linakaribisha nchi nyingi za SADC. Sasa kwa ajili ya kurahisisha eneo hili, serikali imeshalipa fidia kwa ajili ya kujenga barabara ya mchepuko ambao ni zaidi ya kilomita 48. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba sasa barabara hii ianze kujengwa kama ambavyo inajengwa ya Tanzam, na ile ijengwe ili tuondoe msongamano wa malori hapa katikati, yaanze kupita barabara ya mchepuko kama ambavyo ilikusudiwa tangu awali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo la maji. Kwenye maji hapa jiji letu la Mbeya tuna changamoto pia. Eneo la Uyole lakini pia mjini tuna changamoto ya maji kubwa sana. Lakini nitumie fursa hii kuwapongeza sana mamlaka ya maji Mbeya, wanafanya kazi nzuri. Katika makusanyo yao ya ndani wanajitahidi kuanzisha miradi midogo midogo, lakini hiyo haitoshelezi kwa sababu ya wingi wa wananchi wa Mbeya. Nitumie fursa hii kuleta kwako shukurani maalum kabisa za Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusu mradi wa Kiwira wa zaidi ya bilioni 117 ambao umeshaanza utekelezaji, na tunashukuru mkandarasi amekuwa akilipwa, utekelezaji unaendelea. Katika kushukuru huko, tunaomba pale ambapo mkandarasi anakuwa ameleta zile certificates, basi alipwe kwa haraka ili mradi ukamilike na changamoto ya maji wana Mbeya iishe, lakini pia kwa sehemu wana Rungwe itaisha, lakini pia kwa sehemu wana Mbeya vijijini itapungua kwa kiasi kikubwa, na watu wa Chunya pia wanaweza wakapitiwa na huo mradi kwa sababu maji yatakuwa mengi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme pia kidogo kuhusu wafanyabiashara wadogo lakini pia na hata wale wakubwa. Barabara hii kubwa inayoenda kujengwa hapo katikati ya Tanzam inaleta athari, pengine niseme hasi kwa upande mmoja, kwa wale wamama wanaouza ndizi na wababa ambao wanafanya biashara na vijana wanaofanya biashara kwenye barabara hii. Kwa sasa, kwa sababu sisi huku upande wa Uyole ndio tutaathirika zaidi kwa wale wanaofanya kazi barabarani, tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu lichukua ombi letu. Tunaomba barabara hii, huyu mkandarasi anayejenga au baadaye kisha kamilika, basi tutengenezewe mazingira ambayo tunaweza kufanya biashara si mbali sana na barabara, kwa sababu biashara zetu tunawategemea wale watu ambao wanashuka kwenye magari na wale ambao wanaenda na magari kwenye mikoa mingine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, asanteni sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nazo tena shukurani na ombi mbele zako kuhusu halmashauri ya manispaa ya Uyole. Jambo hili Mheshimiwa Waziri Mkuu tulishamuomba Mheshimiwa Rais alipopita kwetu wakati wa kampeni, na yeye alilichukua.
lakini wakati huo tulikuwa tukimuomba yeye kama rais, lakini pia kama waziri ambaye anasimamia TAMISEMI. Sasa TAMISEMI imehamia kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sisi wana Uyole na wenzetu wa Mbeya mjini hawana tabu na hilo, kwa sababu tunashirikiana nao, ni mapacha wetu hawa, na sisi tumezaliwa kutoka kwao, kwa hiyo hawana tabu na sisi. Na sasa shukrani zetu za kwanza ni kwamba eneo ambalo itajengwa hiyo jengo la halmashauri, kazi imeshaanza, tumeshaletewa bilioni 1. Tunashukuru sana sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini kwa kusema hivyo, tunaomba ombi letu litakapokuja, waheshimiwa madiwani wako hapa, basi sisi wana Uyole ujue tu kwamba uwezo wa kujitegemea tunao na uwezo wa kuendesha halmashauri tunao. Kwa hiyo tunaomba ulichukue ombi hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunaamini utatusikiliza vizuri zaidi tutakapoleta andiko letu, lakini nimeona niliseme hapa mbele yako, pamoja na kusema kwamba jengo limeshaanza kujengwa. Kwa kusema hayo, ndugu zangu, nafahamu nchi yetu ni kubwa, changamoto zetu ni nyingi, na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kila unakoenda unazipokea. Lakini hizi tulizokueleza kuhusu majimbo haya mawili, jimbo la Mbeya mjini, mwenyekiti umekaa naye hapo, lakini mimi pia jimbo la Uyole uzichukue kwa namna ya tofauti, kwa sababu kama ulivyoona, lazima halmashauri hii ya Mbeya jiji ionekane kama majiji mengine na isionekane iko nyuma. Na tunajua wewe kazi hiyo unaiweza, na tunaamini utatutendea vyema kabisa. Baada ya kusema hayo, sisi wana Mbeya tunakukaribisha sana na tumefurahi umetutembelea. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana Uyole, karibu sana Mbeya. Asante sana.